blessings galore with the amazing, the one and only, my husband to be. Blessings. Kadushi Media. Response ya huko kwa baba Shusho ndio tunafikia kesho tutajua, lakini tukifanikiwa tungependa hiyo hafla ikuwe Alhamisi. Alafu tusafirishe Alhamisi kwa ndege ya usiku, pokelewe Mwanza kwa ajili ya Ijumaa, watu kumuona pale nyumbani, then Jumamosi tuwe na ibada, alafu tumpumzishe mpendwa wetu. Okay. Hiyo ndo tunakufikia sasa. Kwa masuala ya watu ambao wangependa kumbariki, sisi mimi siiti mchango, nimekataa. Siiti mchango. Mimi kwamba ni watu walibarikiwa na huduma yake na wanapenda kumwambia kwaheri. Yaani kwamba tunamwambia kwaheri na kwa support yao hiyo ufanikishe kumpea good send off nzuri, lakini pia mama yule ni mjane na tegemeo lake miaka mingi na hata kama maisha yao of which ni kawaida, lakini kama kuna kitu anaweza simama nacho akamwachia yule mama itakuwa vyema. Yes. Maana dogo wake alikuwa anamsupport Irene na ndio maana hata ndoa yetu ilichelewa. Aliomba amlee wake, mdogo wake alipoingia secondary akasema sasa hivi tunaweza oana. Okay. Labda nilikuwa maswali mawili ya mwisho. Mlibahatika kupata mtoto kipindi ambapo mko pamoja? Hapana, tukubahatika kupata mtoto, lakini mimi na watoto wawili Kenya ambao Irene aliwapenda sana na kuwa support na kutuma mazawadi. Okay. Okay. Alikuwa anasema ni watoto wangu wao pia, kwa sababu mimi amenipata na wao. So alikuwa ananiambia kwa wakati sahihi tutapata wa kwetu, na kwa sasa mimi kazi yangu ni kuendelea na huduma na pia kukupatia nafasi kuwalea wale. Wao walikuwa wadogo sana. Okay. Tunaweza tukasema kwamba depression ndo imechangia. Naweza sema depression ndio imechangia 90% na not 90. Unajua kama unataka niongee kiroho. Yeah, we can talk. Tunaweza tukaongea yote, yes. Ndarudi nyuma. Mtumishi wa Mungu ndiye ajipate kwa depression. Inamaanisha kingi ya maisha yake imepigwa vita. Inamaanisha ni issue ya kiroho ambayo ndio kama mwanabiashara, kama mwanasiasa, kama mwanamuziki. Sawa? Ukipigwa vita kiuchumi, kuna wale ambao wanaweza stahimili. Labda walikuwa wanaishi ofa wakarudi kwa mtaani kule level za chini wakamwamini Mungu. Umenielewa? Ndio. Na kuna watu ambao hawana hizo nguvu sana. Na kwa mimi Irene aliniambia kabla tuanze kudate, kwanza ujue mimi nilidekezwa utotoni. Mimi nilikuwa mtoto peke yake kwetu kabla ya mdogo wangu kuzaliwa miaka 10 baadaye. Umenielewa? Ndio. So Irene mistake haikuwa, sorry nasema tu Irene kwa sababu hivyo ndio mimi kwangu ni upendo wangu, mimi namuita hivyo tu. Sawa? Huyo mtumishi hakuwa na maisha magumu. Sawa? Ndio. Na Mungu alimwandalia hivyo, na mimi nilipopatana naye 2018 pia Mungu alinijalia sana kuweza kumsupport, lakini yeye pia alikuwa mpambanaji, biashara zake za masalo na hapa na pale, bali na muziki. Unaona? Sasa hilo jambo la kupoteza mambo nimekuambia, hiyo ndio baadaye nimefunguka kabisa. Unajua hivyo? Sina cha kuficha. Ndio. Nakupa kwa sababu hii ndio historia ukweli wa mpendwa wetu. Unajua unapoficha ni kama kuna cha ndani ambacho unaficha nje. No. Mimi nakwambia kama ilivyo. Hiyo depression ilimfanya mpaka akajiingiza kwa hali za maisha ambazo nyuma hakuwa kwa hizo hali. Ambazo ilipelekea kusababisha hali yake ya mwisho. Kama umenielewa nimeongea kimafumbo sawa? Yes. Okay. So, look at it very well. Kama unanielewa my brother,
The root cause is spiritual warfare. And if you are very smart, go and research on her ministry, you'll understand what I'm talking about. Okay. Nimemaliza. Ndio. Sawa. Ndio, sisi tumepambana, tumeshukuru Mungu. Kikubwa ni uliona leo shuhuda za watu kuhusu maisha yake na huduma. Yeah. Hicho ndio kikubwa, lakini pia alivyoondoka hapa duniani, alitoka ya kisoja sana kiimani. Hata mimi mwenyewe ameni challenge. Maana sasa ongea mengi, lakini tutamalizaje? Yes. Sawa. Nafikiria utakuwa umeridhika na mawasiliano haya. Sababu nimejaribu sana hata Kiswahili. Don't worry. Nimejaribu sana. Asante sana kwa ushirikiano wako, Bwashe. Haya. Siku mwema. Nawe pia. Kadushi Media.